رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. صدق الله العظيم. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtukufu wa umma, si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumshukuru Allah ambaye ametuwezesha kuweza kufika eneo adhimu, eneo takatifu kwa ajili ya kuyatekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala. Kwani kufika kwetu si kwa sababu sisi ni wachaji Mungu sana, ama ni kwa sababu ya uwezo wetu ama fikra zetu, isipokuwa ni kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Basi kwa uchache tupelekeni shukrani zetu za dhati kwa Allah tabaraka wa taala kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Ahbabi rasulillah, awalan usikum wa tanbihan bi taqwallahi azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza linalohusia vile vile kuihusia nafsi yangu ni katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani hakika ya wachaji Mungu ndio waliofaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah atujalie tuwe miongoni mwa wachaji Mungu. Ndugu zangu Waislamu, katika siku ya leo, jambo ambalo nitaweza kuwakumbusha na vile vile kuikumbusha nafsi yangu ni katika ubora wa kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni Qur'ani. Jambo leo katika zama zetu, miongoni mwa maradhi ambayo tunayo sisi Waislamu
ni kuidharau Qur'ani, ni kuitupa Qur'ani, ni kutoidhamini Qur'ani. Pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea thamani ya mtu ambaye ataiweka kipaumbele Qur'ani, lakini baadhi yetu, asilimia kubwa, hatuidhamini mpaka imefikia leo hii Muislamu kumpeleka mtoto gereji ni jambo bora sana kuliko kumpeleka mwanawe madrasa. Fundi bomba leo hii katika hii dunia, yani ana thamani kubwa kuliko mtoto anaelekea madrasa. Tunaonyesha kama ni jinsi gani sisi Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala hatuidhamini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea ndani ya Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal ladhina yatluna kitaba Allah, hakika ya wale ambao wanakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni Qur'ani, na wakaifanyia kazi kwenye aya za maamrisho, wakaweza kuyatekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, na kwenye aya ambazo zimekuja katika makatazo wakaweza kujiepusha na yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuyakataza. Wa aqamu ssalata, kisha wakasimamisha swala tano kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an. Wa anfaqu mimma razaqnahum, kisha wakatoa vile ambavyo tumewaruzuku sisi, sirra wa alania, wakatoa kwa siri na kwa dhahiri. Wakifanya hivi wanapata nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Allah anasema yarjuna tijaratan, hao wanatarajia biashara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, biashara ambayo lan tabur, haitoanguka, biashara ambayo si yenye hasara. Makusudio, wanafahamishwa watu hawa ambao watakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakasimamisha swala tano, alafu wakatoa vile ambavyo Allah tabaraka wa Ta'ala ameweza kuwaruzuku, basi wamejiwekea thawabu nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatufahamisha hivi kwamba yoyote ambaye ataisoma Qur'ani ya Allah, basi amejiwekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujira mkubwa. Je, leo sisi tunaithamini Qur'ani? Leo tukiangalia na namna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuahidi kwa mtu ambaye ataisoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, kwa mtu ambaye atamsomesha mwanawe Qur'ani ya Allah tabaraka wa Ta'ala, basi huyu amejiwekea thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo wallahi, asilimia kubwa hatuithamini Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Na yawezekana wengine tukawa tuna maswali, kwa nini asema hatuithamini Qur'ani ya Mwenyezi Mungu? Rudi katika mifano hai, wakati kama huu ambao wanafunzi wamefunga mashule, wapo likizo, walimu wa madrasa washaweka matumaini kwamba kipindi kama hiki tutawapata watoto madrasa tuwasomeshe kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watoto wameenda malikizo, watoto wamesafirishwa, kila mmoja anakuambia mwanangu anataka kwenda kumsalimia mjomba wake, mwanangu anataka kwenda kumsalimia dada yake, mwanangu anataka kwenda kumsalimia mama yake mdogo. Haya ndiyo maradhi tuliyokuwa nayo sisi Waislamu. Tunaonyesha wazi sisi kama Qur'ani ya Allah hatuithamini. Tunaonyesha wazi sisi Qur'ani ya Allah tumeidharau, hatuna mpango nayo. Leo mtoto kwamba ndio muda kama huu wamefunga mashule, wahimizwe waende madrasa, mzazi yule ndo anasimama kidete anampeleka mwanawe likizo. Na wengine ukimuuliza anakuambia hata kule na kuenda kule ataenda kusoma madrasa. Haya ndiyo maradhi tuliokuwepo nayo Uislamu. Kurudi katika mifano mingine uone kwamba sisi Waislamu Qur'ani ya Allah hatuithamini na wala hatuna mpango nayo. Waangalie wanafunzi, watoto wanapoandaliwa kwenda kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mazingira waliokuwa nayo, walioandaliwa ni mazingira ya aina gani? Mtoto nguo aliyosalayo mpira anayotembea nayo wiki nzima ndiyo anarejea madarasa. Muangalie vitendea kazi vyake, juzuu na misahafu vinavyohifadhiwa, sehemu ambazo kwamba zinahifadhiwa zile juzuu na misahafu. Umetafutwa mfuko wa maandazi, mfuko ambao kwamba umetiwa unga wa ngano, ndiyo anatilia misahafu. Hii ni kuonyesha kwamba sisi tunakidharau kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rudi katika ada ile sadaka ambayo kwamba wanatoa wanafunzi kwa kila mwezi, imezidi shilingi 2,000-3,000. Lakini hapo mzazi unamsikia anasema hali ni ngumu, sina uwezo wa kutoa shilingi 3,000 kila mwezi wa kulipa mwalimu wa madrasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huo ndio msiba ama maradhi tuliyokuwa nayo sisi Waislamu. Rudi waangalie katika muda ambao wanaripoti wanafunzi. Leo madrasa nyingi wameweka muda wa kuanza kuripoti ni saa 2 kamili. Angalie wanafunzi wanaporipoti wanaingia saa ngapi? Mtu saa 4 kasoro ndiyo anaelekea madrasa, na ukimuuliza kwa nini umechelewa, mama ilikuwa kanipa kazi ya kuosha vyombo, mama kanaambia nimjeleki. Kwa hali kama hii tunaithamini Qur'ani, tunaidharau Qur'ani. Hebu kila mmoja aangalie na mazingira ambayo yeye anayo kati ya yeye mwenyewe na mtoto wake anapompeleka madrasa. Ni mazingira gani ambayo amemwandalia? Leo mzazi nafikia wakati anashindwa na shilingi 2,000 ya madrasa kwa ajili ya kuisoma Qur'ani mwanawe. Leo mzazi anashindwa na kumnunulia mwanawe kanzu ya shilingi 10,000, anakwambia hali ni ngumu. Leo mzazi anashindwa kumuhimiza mwanawe kuwahi madrasa, anakwambia mwanangu anataka kunisaidia kazi, nitasaidiwa na nani?
kuonyesha wazi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumekidharau kiasi gani. Qur'ani itakuja kuthaminiwa pale ambapo kutatokea jambo. Kuna harusi, ndiyo ataonekana umuhimu wa msikile, simu zitapigwa za huko kwa huko. Kumetokea msiba, ndiyo atathaminiwa mwalimu. Kama hakuwahi kupanda prado tokea umri, siku ile ndio atapanda. Tena tambwa hizi ya mbele ni ya shekhe hii. Kisheni shekhe hapa bwana. Lakini jambo likiisha, ndio bai, hakuna thamani. Ni watoto wamepandisha mashetani mashule, ndio ataonekana thamani mwalimu wa madrasa. Mwalimu ataitwa akawaombee wanafunzi wamepandisha mashetani. Lakini kule kuvunja muda, mtu akamwandaa mtoto wake akampeleka madrasa, wallahi hatuwezi. Na sio hatuwezi, hatutaki. Leo mtoto akionekana na kipaji kizuri tu, kama alikucheza mpira, basi hata madrasa atatolewa apelekwe katika mpira. Akionekana ana akili sana huyu, anapelekwa kwenye shule za vipaji. Akionekana ni hodari wa kuimba huyu, basi anatafutiwa wale wanamuziki aweze kupelekwa ili akaandaliwe. Lakini sio mtoto kupelekwa madrasa. Yaani mzazi mpaka afike wakati kamuona mwanawe kamshinda, kila anavyojitahidi kumwelekeza gereji haendi, shule haendi, kwenye ufundi kashindikana kabisa, ndio utasikia pelekeni huko madrasa. Kwa hiyo kule madrasa kuonekana wanaopelekwa ni wale watoto walioshindikana, lakini wale wenye vipaji hawawezi kupelekwa madrasa. Na ili utambue hili, hebu kila mmoja ajitathmini katika familia yake, katika nyumba yake, ana mtoto nani ambaye kamwandaa kwa ajili ya kusoma Qur'an? Hakuna hata mmoja. Innal ladhina yatluna kitaba Allah, hakika ya wale ambao wanakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni Qur'an, wa aqamu salata, kisha wakasimamisha swala, wa anfaqu mimma razaqnahu, na wakatoa vile ambavyo tuliwaruzuku sisi, sirran wa alaniya, wakatoa kwa siri kwa dhahiri, yarjuna tijarata, hao ndio wanaotarajia biashara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lan tabu, biashara ambayo haitoanguka, biashara ambayo hawatopata hasara. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, usifikirie kwamba mtoto kumpeleka madrasa ni kupoteza, isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umejiwekea thawabu nyingi sana kwa Allah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno yake, adibu auladakum ala thalathi khisali, wafundisheni watoto wenu, wapeni malezi watoto wenu, ala thalathi khisali, juu ya mambo matatu. Yaani mambo matatu haya kwa kila Muislamu ni lazima amlee mwanawe aweze kuyafahamu, sio khiari. Adibu auladakum, wafunzeni adabu watoto wenu, ala thalathi khisali, juu ya kuwafunza mambo matatu. Jambo la kwanza, hubbi nabiyikum, wafundisheni watoto wenu wampende mtume wenu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Watoto watamfahamu vipi bwana mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kama hawakwenda madrasa? Watoto watamtambua vipi bwana mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kama wako mitaani? Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tuweze kuwafundisha watoto wetu. Jambo la pili, wa
hubbi ahli baiti, na wafundisheni watoto wenu kuwapenda watu wa nyumbani kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu ambalo ndiyo sehemu ya nukta yetu, wa qiraati al-Qur'an, wafundisheni watoto wenu kuisoma Qur'an, waitamue Qur'an. Kwa nini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituhimiza katika mambo haya matatu, na mwisho akasema katika hayo mambo matatu ambayo yanapaswa kwa kila mmoja aweze kumsimamia mwanawe alitambue, ambalo ndio kusoma Qur'an. Mtume anasema fa inna hamalata al-Qur'an, hakika ya yule mwenye kuibeba Qur'an, aliyoitambua Qur'an akaifahamu, fi dhillillah, siku ya Kiyama atakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakutokuwa na kivuli cha mti wowote, hakuna mwarobaini wala mnyororo, isipokuwa kivuli ambacho kitakuwepo ni cha Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa watu ambao wataweza kukipata kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtu aliyesoma Qur'an, ni mtu ambaye aliithamini Qur'an. Mimi na wewe twaithamini Qur'ani. Kwa nini leo hii hatuwahimizi watoto wetu kwenda madrasa? Kwa muda kama huu ndio muda mzuri, mwezi mzima, kwenda madrasa akaisoma Qur'an, wasikia kwa likizo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo faida ya mtu ambaye ataisoma Qur'an ndio hii ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukimaliza maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno ambayo alikuja kuelezea kuhusiana na faida ya mtu ambaye atashikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mtu ambaye ataisoma Qur'ani ya Allah tabaraka wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno yake, iqra'ul Qur'ana, isomeni Qur'ani, isomesheni Qur'ani, waimizeni watoto wende madrasa. Fa innahu, hakika ya hiyo Qur'an, yaati shafi'a bi ashabi, siku ya Kiyama itakuja ni yenye kumwombea shufaa, msamaha, mtu ambaye aliweza kuisoma huko duniani, yaumul qiyama, siku hiyo ya Kiyama. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuona ile thamani ya Qur'ani kwamba siku ya Kiyama itaenda kumwombea mja ambaye alisoma huko duniani, ndio maana Mtume akasema iqra'ul Qur'an, isomeni sana Qur'an. Sasa siku ya Kiyama unaenda kuombewa na Qur'ani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muingize mja wako huyu katika rehema zako. Alikuwa anavunja muda wakati na akalisoma ile Qur'an. Kwa nini leo hii hakithamini Qur'an? Qala shair tarju najata wala tasluku masalika inna safinata la tajri ala al-yabas. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله.